Mwana sawa Digital Hope uko poa kabisa, lakini pia kwa taarifa za uhakika zaidi najua unaendelea kutufuatilia sisi kwa sababu tunakutafutia habari popote ambapo unastahili kuzipata kwa urahisi zaidi kupitia kiganjani mwako, kupitia simu, kupitia laptop na vitu vingine kama hivyo. Bado tuko na story ya Trump ambayo pia inahusiana na masuala mazima ya ulipaji kodi, masuala mazima ya ushuru, masuala mazima ya baadhi ya watu kutokuwa kupenda uongozi wake. Hasa kumekuwa kuna maandamano tofauti ambayo watu wameamua sasa kuweza kuyaanzisha, na hii ni mara baada ya uongozi wake ambao wanakuwa kama hawaliziki nao. Niko na story zake ambao pia maandamano makubwa ambayo yalipewa kwa jina la hands off yanatarajia kuweza kufanyika siku ya leo kote nchini Marekani kupinga sera za utawala wa Rais Donald Trump na mshauri wake Elon Musk. Waandaaji wa maandamano hayo wanasema kwamba wanatarajia leo kuwa siku kubwa zaidi maandamano tangu Trump aanze muhula wake wa pili. Unajua kuna mihula tofauti ambayo marais wanakuwa wanaendelea kuyafanya na mambo mengine yanakuwa yanaendelea. Sasa katika mihula hii ambayo tu ameiongoza Trump, kuna baadhi ya watu pia wameonekana kutokuridhishwa na kutokana na yale maamuzi ambayo yanafanyika na anafanya yeye pamoja na msaidizi wake Elon Musk. So hayo maandamano yataweza kusababisha kuleta ukombozi wa Marekani katika nyanja tofauti ambazo wananchi wa nchi hiyo wanatamani kuendelea kuona. Lakini pia kuna story pia kuhusiana na mmoja kati ya viongozi ambao ameweza kufutwa kazi au kuweza kutolewa kazi na yeye mwenyewe Donald Trump. Sasa ni huyo alikuwa ni mkurugenzi wa ushirika la usalama wa taifa la Marekani NSA, ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Generali Timothy Hung, na naibu wake wameweza kuondolewa kwenye nyadhifa hizo, huku sababu ya kuondolewa ikiwa haijawekwa wazi mpaka sasa hivi. Wawili hao katika hicho kitengo wameweza kutolewa na rais, lakini mpaka sasa hivi alikuwa bado hajatoa taarifa yote kuhusiana na kwa nini amewatoa, sababu gani ambayo imeweza kusababisha wawili hao kuweza kutenguliwa katika nafasi ambazo wako nao katika hilo shirikisho. Baadhi ya bunge la Marekani wameweza kukosoa hatua hiyo, wakieleza kuwa inahatarisha usalama wa taifa. So kuna baadhi ya viongozi ambao ikiwemo ni wabunge kutokea kule nchini Marekani wameonyesha kwamba hawajaridhishwa na kitu kama hiki. Ni kwa nini anafanya hiki? Ni madaraka yake ya kibabe au ya kinguvu ambayo anayoonyesha Donald Trump? Tuendelee kusubiri majibu kuhusiana na sababu ambayo imemsababisha Trump kuweza kuwatoa hawa washikaji katika nyanza hizo ambazo walikuwa wakiziongoza. Lakini sisi kama Sawa Digital tunakwambia taarifa hizi zote tutakuwa tunakuletea kwa wakati ambao unastahili kabisa kuweza kuzipata kupitia kiganjani mwako.